So ili question mnatauliza. Sawa, tuendelee. Anza. Sawa, asante sana. Sasa hapa tuko na press briefing kwa ile mambo ambayo ilifanyika jana pale JKIA, wakati kiongozi wa upinzani ambaye anajiita Gachagua, anajiita ndio kiongozi wa upinzani, alikuwa anatoka kule kuomba pesa, alikuwa amerudi. Sasa pale JKIA, sisi kama jamii ya Mlembe, nasikia kwamba unajua mimi niko kwa serikali, so nikasikia kwamba huyu kiongozi ambaye anaitwa Malala, sijui ndio deputy party leader wa DCP, sijui ndio nani. Huyu mtu alikuwa one term MCA, one term senator, and a failure governor 2022. Ati sasa ndio naibu kiongozi wa chama cha DCP cha Gachagua. Sasa yeye akakuja aka-organize vijana kutoka Lower Savannah and entire Eastland. Aka-organize vijana atuwaende kumulaki Bwana Gachagua pale airport. Na akawapanga vizuri kabisa na akawaambia vile wataenda, vile watafanya mambo. Kufika wakati vijana wataka waende na Malala anakataa kushika simu ya vijana. Sisi tunataka kuambia Bwana Gachagua ambaye ni party leader wa chama ya DCP kwamba you are dealing with the wrong person. Malala is not the right person to be your deputy party leader wa hii chama. And we are telling you for free. This is a failure. Hii ni mtu atakuangusha. I want to give you a brief history about Malala. Huyu Malala amekuwa secretary general wa chama ya ANC ya party leader wangu ambaye ni Musalia Mudavadi. Huyu mjamaa kwa muda kidogo akatoroka akanunuliwa, akaenda kwa UDA. Baada ya kwenda pale UDA, tukamshika mkono vizuri kabisa, tukafikiria kwamba is the right person wa kufanya kazi na yeye. Malala kumpatia pesa ya kukampeni pale entire Western and Kakamega entirely. Malala akakuwa very busy anajenga nyumba pale Kakamega town. Gorofa kubwa ambayo amejenga kwa pesa ambayo amepewa ya UDA ya kufanya campaign. Hakufanya campaign, anadanganya kwamba anafanya campaign, kumbe anajenga property zake pale Kakamega. Kweli. Sasa huyo ndio kiongozi mnataka kutuambia hapa kwamba ndio amekuja kuleta kura za Waluya. I want to tell Gachagua kwamba unadanganywa na huyu mtu by the name Malala. Malala is a con man. Malala anafikiria siasa anapika pale Western ya Kakamega ya kuunganisha vijana 30 na kuwapatia 1000 ataleta hapa Nairobi. I want to tell Malala hii siasa ya Nairobi hautawezana nayo. And you must leave Makadara MP Aladwa alone and Beatrice Elache alone. Yes. Hii siasa hautawezana nayo kijana. Hauwezani. Uko kwa studio party leader wako anakuja, wewe umekaa kwa studio, hata ujui ameingia saa ngapi. Hata Malala jui Gachagua aliingia saa ngapi kwa airport, hajui. Lakini ako hapa anatuambia kwamba ati yeye anapangia DCP ground. Hakuna ground yoyote huyu kijana alikuwa anapanga. And want to tell Bwana Gachagua, wakati utaendelea kufanya kazi and this guy by the name Malala, hakuna kura utapata kwa kutoka kwa mtu wa Mlembe. And we want to tell you kwamba it's high time, it is now Malala atolewe kama party leader, deputy party leader wa chama ya DCP. Can you look for someone else and not Malala? Apangie ofisi. Malala tumempatia kazi, baada ya Malala kutuangusha, tumempatia pesa afanye campaign, akaenda akafanya mambo yake. Hakuna pesa anapatia vijana, hakuna pesa anafanyia maendeleo yote, kitu yote campaign pale Kakamega, akaanguka. William Samoei Ruto akamuonea huruma, akampatia kwa party secretary wa UDA. Huyu mjamaa na ukora wake, hata ukienda pale kwa UDA headquarter personally, mimi kama mwalimu nilienda pale kumtafuta. Wakale wamejaa pale, kabila zingine wamejaa pale. Malala hataki kushughulika na mtu anaitwa Muluya. Mimi mwenyewe nikamtafuta. Mpaka nikauliza even soldiers, where is the secretary general wa party? Wewe anakuja pale hataki kushughulika na mtu anaitwa Muluya. Yeye anatoka kutuambia kwamba anataka kuleta Waluya kwa chama ya DCP. Yeye mwenyewe hata kwa UDA tulimfukuza kwa sababu hakuna maendeleo yote ambayo analeta kwa chama. We send him away. Tulimpatia kazi na akashindwa kufanya.
Leo hii ameenda pale kwa chama ya DCP ambayo pia amenunuliwa huko, wakifikiria kwamba atamsaidia. Malala is not going to help the party at all. There's no way wewe unapanga ground na unatoroka, unaepa. Hata simu unapigiwa, Malala hawezi shika simu. Wewe unasema uko kwa studio, niko kwa studio napanga vijana, hauwapangi. Vijana wamekuja kusaidiwa na serikali ambao mimi naunga mkono. Vijana kama tungekuwa karibu wangetokaje pale kwa airport? Wangefikaje huku Eastland? Sisi ndio tulibidi tuwapange because huyu Malala amepewa pesa na chama, amepewa pesa na Gachagua, na yeye mwenyewe hawezi kupanga vijana vile ameambia party leader. So Gachagua ameona aibu hata mwenyewe kuongea jana kuongea. Gachagua anajaribu kuangalia anaweza onganisha kila nani, hakuna watu kwa sababu amedanganywa. And that's the evidence. Kiongozi wa UDCP aenda angalia mwenyewe alikuwa na watu wangapi? Watu wote hawakuenda kwa sababu watu wametoroshwa, watu wamedanganywa na huyu naibu kiongozi wako ambao unaita Malala. Yeye ni mdomo tu lakini hakuna kitu yoyote. So we want to tell Bwana Gachagua kwamba tafuta deputy party mwingine na si Malala. Malala atakuangusha. Ama namna gani? Ama namna gani? Malala si kiongozi. So tunataka tuseme hivi kwamba si kama Gachagua angependa kupata kura zote kutoka kwa Waluhya ama ataka aungwe mkono, atafute party leader mwingine na wala si Malala, kwa sababu Malala ni conman, huyu ni mkora, hii ni mtu ambaye anatumia pesa kwa manufaa yake. In fact anasanganya mwenyewe baada yani anaibia hata kiongozi mwenye afaa kuwa anaunga mkono. Hata Tula alimwambia ACT hata kwa. So we want to tell Bwana Malala kwamba it is high time waachane na hiyo, kwa sababu hii biashara ambayo ameingiza ndani yake, siasa ambayo anataka kuingiza Nairobi hata tokwana nayo. Atafute siasa ya Nairobi aingiane nayo na afanye vile ambavyo inafanya. Lakini hii historia tunataka kutuletea kutoka Western ya Kakamega, ataunganisha vijana 100 awapatie 1000. Achukue vijana 3000. Amefanya Waluhya bado wamelala. Sasa ametuletea shida. Anatuletea aibu gani kama Waluhya? Shida gani aibu gani anatuletea? Unaongoza vijana, unaokota vijana, unawapeleka mahali unawaacha. Hiyo ni tabia. Unakataa kushika simu zao. So wachisaidie namna gani? And the first place, why did you call them? Why did you organize for them? Why were you coordinating for all these things? Sungeachana na wao. So hiyo pesa ambao either ulipewa usaidie mobilize vijana waende pale kwa kumlaki kiongozi wa DCP, na ukufanya hivyo Malala ikuwe pesa yako ya mwisho kukula. La sivyo these young people they have made decision and they are sending a very thorough warning. Wanaambia Bwana Gachagua it is high time kwamba huyu mjamaa furushwe, atoke kwa hii chama, atafute mtu mwingine ambaye anaweza kuwa party leader wako na wala si Malala. Malala amekuaibisha jana. Malala amefanya hata hujaongea, umetoka kwa airport, hata mwenyewe uliona aibu kuongea. Ikabidi ukae ndani ya gari uende kuendanga, sijui utaongea siku gani kwa sababu ya huyu mtu wako. Sijui utaongea siku gani? Sijui utaongea siku gani? Kwa sababu mwenye ulikuwa anatarajia atakumombolezea watu kuwe na crowd ya kuongea. Ali Gachagua anajaribu kuangalia east, haoni mtu. Angalia south, haoni mtu. Anaangalia west, haoni mtu. Anaona tu watu wa mlima. Anaona tu watu wa mlima peke yake. Na magunzi wa serikali ndio walikuwa pale. Sisi tulikuwa tumeshika ground. Wangepiga kelele. Kwa hivyo huyu mtu wako hajajua kuweka aiz mobilize. Wana media, kama mko na swali mnaweza kuuliza swali.